Katika historia ya binadamu kumekuwa na watu waliovuka mipaka ya kile tunachoita cha kawaida. Watu hawa wameonyesha uwezo wa kushangaza sana, wakipinga kanuni za sayansi, akili na hata biolojia ya binadamu. Kutoka kwa wanafikra wenye akili za ajabu sana, wasanii wenye kumbukumbu za kushangaza, hadi wale wanaodai kuwa na nguvu za akili zisizoelezeka. Dunia imewahi kushuhudia vipaji vya kipekee ambavyo vinazua mshangao na maswali mengi sana. Je, ni nini kinachowafanya watu hawa kuwa wa kipekee? Vipaji vyao ni matokeo ya mazoezi makali, vipaji vya kuzaliwa, au ni jambo ambalo bado halijaeleweka na sayansi? Katika makala hii tunachunguza baadhi ya watu mashuhuri waliothibitisha kuwa akili na mwili wa binadamu vinaweza kuvuka mipaka inayojulikana. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu katika safari hii ya ajabu sana. Mtu wa kwanza ni Nikola Tesla, mvumbuzi na mwanasayansi genius ulimwenguni. Nikola Tesla alikuwa mvumbuzi na mhandisi ambaye alihusiana na maendeleo makubwa katika uwanja wa umeme na mawimbi ya redio. Tesla alijulikana kwa sifa zake za ajabu, ikiwa ni pamoja na kuwa na uwezo wa kuhifadhi vitabu vyote kichwani mwake na hakuhitaji kuyaandika ili kuweza kuyakumbuka. Alisoma vitabu vingi na alikuwa na uwezo wa kunukuu kurasa nzima kutoka kwa vitabu alivyopenda. Tesla alidai kuwa ana uwezo wa kuona uvumbuzi wake kwa undani zaidi kichwani mwake kabla hata hajaanza kuunda kwa mkono. Aliweza kuunda mifano ya mitambo katika akili yake na kuifanyia majaribio bila kutumia karatasi wala kalamu. Genius huyu alidai kwamba ulimwengu umejaa nishati isiyoonekana ambayo ingeweza kutumiwa bila gharama yoyote, jambo ambalo linabaki kuwa fumbo hadi hivi leo. Baadhi ya uvumbuzi wake uliokuwa mbele ya wakati wake ni pamoja na teknolojia ya umeme wa AC, mawasiliano ya radio na hata dhana za mapema za Wi-Fi na nishati isiyo na waya. Mtu wa pili ni Wim Hof, the Iceman. Huyu alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa kustahimili baridi kali sana. Wim Hof ni mtu wa kipekee aliyevunja rekodi nyingi za dunia kwa uwezo wake wa kustahimili hali ya baridi kali bila kuvaa mavazi ya joto. Amewahi kuogelea kwenye maji ya barafu kwa muda mrefu bila madhara yoyote mwilini mwake. Pia amewahi kukimbia kwenye theluji kali bila viatu au mavazi mazito, jambo ambalo si la kawaida. Amewahi kupanda mlima Everest bila shati na katika mazingira ya baridi kali, na kupitia mbinu zake za kupumua ana uwezo wa kudhibiti mfumo wake wa kinga na mwili kwa njia ambayo haieleweki na wanasayansi. Uwezo wake unahusiana na mbinu za mazoezi ya kupumua ambazo zinachanganya yoga, tafakari na kufichua mwili kwenye mazingira magumu ili kuuimarisha. Mtu wa tatu ni Stefan Wiltshire, msanii mwenye kumbukumbu ya picha. Stefan Wiltshire ni msanii wa kisiwa cha Uingereza anayejulikana kwa uwezo wake wa ajabu wa kuchora mandhari ya miji kwa usahihi mkubwa. Baada ya kuiona mara moja tu, anaweza kuchora mandhari nzima ya jiji kwa maelezo sahihi baada ya kuliona kwa muda mfupi tu. Lakini kumbukumbu yake ya picha ni ya kushangaza sana, akihifadhi kila undani wa majengo, mitaa na hata idadi ya madirisha katika majengo hayo. Aliwahi kupanda helikopta juu ya jiji la New York na baadaye kuchora mandhari yote kwa undani bila kutumia picha za majengo. Hali yake inahusiana na ugonjwa wa autism savant syndrome, ambapo mtu ana uwezo wa kipekee wa kumbukumbu na ufundi wa hali ya juu sana. Mtu wa nne ni Daniel Tammet, mwanahisabati wa ajabu zaidi duniani. Daniel Tammet ni mmoja wa watu wachache duniani wanaoonyesha dalili za savant syndrome, ambayo inampa uwezo mkubwa wa kihisabati na lugha. Aliweza kuhesabu hadi namba 22,514 za pi kwa kumbukumbu tu na kuzitamka bila makosa yoyote. Alijifunza kisiwa cha Icelandic kwa wiki moja na
akaweza kufanya mahojiano kwa lugha hiyo, na anadai kuona namba kama maumbo na rangi tofauti, jambo ambalo linamrahisishia sana kufanya mahesabu makubwa akilini mwake. Tammet anajulikana kuwa na mtazamo wa kipekee wa jinsi anavyoona ulimwengu. Anadai kwamba namba zina hali ya kihisia katika ulimwengu wake. Mtu wa 5 ni Ingo Swann, mwanafizikia wa kiroho na uwezo wa remote viewing. Ingo Swann alikuwa mmoja wa watu waliodai kuwa na uwezo wa kuona maeneo yaliyo mbali bila kuwepo kimwili, dhana inayojulikana kama remote viewing. Alihusika na mradi wa CIA uitwao Stargate Project, ambapo alisaidia serikali ya Marekani kuchunguza uwezo wa akili katika ujasusi wa kijeshi. Aliweza kuelezea kwa usahihi mambo ya mwezi na Mirihi kwa maana ya Mars kabla hata ya uchunguzi wa kisayansi kuthibitisha madai yake. Lakini pia aliweza kutoa maelezo sahihi ya majengo na vitu vilivyoko mbali naye kwa kutumia akili yake pekee. Ingawa madai yake yalisababisha mjadala mkubwa kati ya wanasayansi, lakini bado anasalia kuwa mmoja wa watu waliovutia ulimwengu kwa uwezo wake wa ajabu sana. Mtu wa 6 ni Uri Geller, mtaalamu wa kisaikolojia mwenye uwezo wa kugeuza vyuma kwa akili. Uri Geller alifahamika zaidi kwa kudai kuwa ana uwezo wa kupinda vyuma, hasa vijiko, kwa kutumia nguvu za akili pekee. Alionyesha uwezo wa kupinda vijiko bila kutumia nguvu za mikono kwenye vipindi vya television. Alifanya majaribio na mashirika ya kijasusi kama vile CIA ambayo yalihusisha uwezo wa akili katika ujasusi wao, na alidai kuwa ana uwezo wa kusimamisha saa na kuamsha betri zilizokwisha nguvu kwa kugusa tu. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa uchunguzi walisema kuwa uwezo wake unaweza kuwa ni ujanja wa jukwaani, lakini bado alifanikiwa kuishawishi dunia kwa vipaji vyake vya kipekee sana. Mtu wa mwisho ni Kim Peek, mwanadamu pekee mwenye kumbukumbu ya ajabu sana. Kim Peek alikuwa mtu mwenye kumbukumbu isiyo ya kawaida, ambaye aliweza kukariri vitabu kwa muda mfupi na kuvielezea kwa undani zaidi. Aliweza kusoma vitabu viwili kwa wakati mmoja, kila jicho lake likisoma ukurasa tofauti. Kim aliweza kukumbuka 98% ya kila kitu alichowahi kukisoma, na aliweza kuhifadhi na kuelezea kwa usahihi tarehe, historia, ramani, lugha na mambo mengine mengi sana. Peek alikuwa msukumo wa filamu ya Rain Man, ambapo mhusika mkuu katika filamu hiyo alionyesha uwezo sawa na wa Peek. Dunia imejaa maajabu mengi sana, na watu hawa ni mifano halisi ya jinsi akili na mwili wa binadamu vinavyoweza kuvuka mipaka tunayoijua. Kutoka kwa wanahisabati wenye uwezo wa ajabu, wasanii wenye kumbukumbu za kipekee, hadi wale wanaodai kuwa na nguvu za akili zisizoeleweka, hadithi zao zinatushawishi kutafakari kuhusu uwezekano wa uwezo uliojificha ndani ya kila mmoja wetu. Je, vipaji vyao ni zawadi ya asili au ni matokeo ya mazoezi na bidii? Na je, kila mmoja wetu ana uwezo wa kufikia viwango hivi vya kipekee ikiwa tutaelewa siri zao? Bila kujali majibu yako, jambo moja ni muhimu sana kulikumbuka: uwezo wa binadamu hauna kikomo, na bado kuna mambo mengi ya kushangaza yanayongoja kugunduliwa ulimwenguni. Safari hii inatufundisha kitu: kila mmoja wetu ana kitu cha kipekee ndani yake, labda si tu cha kushangaza kama cha watu hawa, lakini kinaweza kuwa ni cha thamani ya kipekee sana. Je, umeshawahi kujiuliza ni nini kipaji chako cha kipekee? Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Na huu ndio mwisho wa makala hii, na mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine. Asante kwa kunisikiliza, na tukutane katika makala inayofuata.